Episode ya kwanza inaanzia hapa kabisa. Mara ghafla udada akampiga pushi akamwambia wewe unanijua mimi? Unaanza kugombana mimi, hujui kama mimi ni tajiri mkubwa. Akaanza kumnyanyasa kabisa, kumbe alikuwa ni wifi yake, yeye hatambui. Alikuwa ni wifi yake kabisa, ambaye alikuwa ni mdogo wake na mume wake aliyemuoa huyu dada. Sasa anajifanya kuzungumza, wewe sikia, wewe mimi niko napita pita, ukae mbali, mimi mtaa mzima unanijua, sogea hapa. Anampiga, kumbe wifi yake kabisa, hajui kama ni wifi yake kabisa. Ndio madhara kabisa wanaume kutokutambulisha ndugu zenu wote, ndio matatizo ndo kama haya. Wewe chukua na mkoba wako, ondoka nao, sio katupasukia sisi. Ondoka hapo, sio katuletea mabomu kwenye mkoba wako. Toka hapa, toka. Kamzalilisha maskini ya Mungu, kamwagia juisi, kamwagia maji, kisha akamtimua. Toka hapa bwana, wanawake wengine nuksi. Mimi nakuja dukani unanipiga push, unanijua mimi? Wewe sikia, nikwambie muuzaji, watu wengine kama hawa wasio wanakuja kwenye duka lako. Ili duka mimi nimelizoea. Sawa? Usije unaleteleta watu wa namna gani vipi, mimi sijapenda. Sasa hata yule mhudumu kabisa naye aliwaka barabara, lakini udada alikuwa na kauli chafu sana. Anasema, wewe sikia nikwambie, siku zingine usio unaleta wateja wa design hii. Mimi haiwezekani. Alafu bidhaa kila siku nakwambia lete bidhaa ambazo unazozipenda, mimi ulete bidhaa. Kiukweli huyu dada alikuwa ni mtu wa kujinadi sana. Anasema funga duka kama uwezekani, kama hujui kuuza funga duka. Hujui hata kuemea mtu gani wewe? Kaleta kitimbuli mpaka dukani. Sasa huyu wifi mtu kabisa ndo huyu hapa ameanza kuenda taratibu, haelewi kabisa. Mara ghafla alipomuona yule dada akakimbia. Wewe sikia. Umesimama kufanyaje kwenye gari yetu? Toka hapa. Wewe ni mwanamke wa design gani? Wewe ni mwizi. Nimekwambia ondoka nisije nikakuona. Maskini ya Mungu kabisa. Huyu dada akapiga magoti, akasema nisamee. Nikusamee kiasi gani? Akaanza kumpiga, akaanza kumwambia, wewe sikia nikwambie, ukikutana na sura kama ya kwangu niogope. Mimi ni 45 nagu 45, sawa? Umenielewa? Toka. Haya, tambaliza, ondoka. Kiukweli huyu dada kabisa roho yake ilikuwa kama ya simba, alikuwa ni mkali kabisa na waka barabara. Sasa kumbe alikuwa ni wifi yake kabisa aliyekuwa anampiga na kumfokea. Sasa mara ghafla kabisa mume wake ndo huyu anaenda taratibu kwa mume wake na kuanza kuzungumza, jamani, mimi sielewi, kuna mtu hapa kaniletea fujo akanipiga push, nilikuwa naingia dukani, kiukweli mimi kaniumiza, sielewi hata inakuwaje vipi. Kumbe alikuwa ni wifi yake kabisa, ameanza kujieleza na kujitetea kwa mume wake kwamba yeye ndo kaletea fujo. Sasa mume wake anamtuliza, sikia nikwambie, tulia, binadamu ndo walivyo. Sasa mara ghafla kabisa mdogo wake amuone, akasema, mdogo wangu nimemwambia aje maeneo haya, mdogo wangu, nataka nije nikutambulisha kwa wifi yako. Sasa kumbe wifi yake ni yule aliyemletea fujo. Jamaa ndo anataka kumpigia simu. Ngoja nimpigie simu, nilimwambia tukutane hapa, ngoja nimpigie simu aje nije niwatambulishe, mjuane, msije siku moja mkasauana, yani mkashindwa hata kusaidiana. Sasa mshikaji